sasa sisi sote tupo hapa mbele za Mungu. Basi sasa sisi sote tuko hapa mbele za Mungu, tupate kuyasikiliza maneno yote uliyoamuriwa na Bwana. Tupate kuyasikiza maneno yote uliyoamuriwa na Bwana. Amen. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. That's a different style ya kualikwa kwa madhabahu. Bwana asifiwe. Amen. Nashukuru Mungu kuwaona siku ya leo. Ni siku njema na siku ambayo inapendeza. Amen. Unakaa vizuri. Nafurahia kuwaona. Bwana asifiwe. Amen. Unaweza mkaketi. Leo namshukuru Mungu kunipatia nafasi nyingine kusimama mbele yenu ili tukashiriki neno la Bwana kwa pamoja. Bwana asifiwe. Hii kitu ambao inaitwa uchungaji ni kitu ambao si rahisi. The first time nilialikwa kuhubiri, nilialikwa na mchungaji mahali ambapo nilikuwa nashiriki wakati kitambo kidogo, na akawa anasafiri. Akaniambia hiyo Sunday mimi nitahubiri, na kutoka hiyo siku wakati aliniambia hivyo mpaka jana hajawahi niona kwa hiyo kanisa tena. Bwana asifiwe. Hii maneno si rahisi. Na mimi ananigoja. Nikatoroka. Nikasema nitaenda mahali ambapo kanisa iko na watu wengi, hawataweza kujua kwamba naweza nikahubiri. Bwana asifiwe. Muda si mrefu yakafanyika aliyofanyika, nikajikuta niko hapa. Ndio maana sasa nimepewa nihubiri, sasa sina pa kukimbilia. Bwana asifiwe. Amen. Hii safari ya huduma na wokovu si rahisi. Hivyo ndivyo, lakini Mungu ni mwema, anakutia nguvu kila wakati. Na ni mwaminifu sana. Bwana asifiwe. Nataka tukasome, najua imekuwa ni ibada ya kusoma, ya kufundisha somo la misingi, lakini naomba mniwie radhi tupindue somo kidogo ili Mungu akanene nasi yale ambayo aliona yanafaa siku ya leo. Bwana asifiwe. And I want to give a topic which says God can give more than enough. Bwana asifiwe. Ni Mungu ambaye anaweza akapeana zaidi ya yale ambayo tunatarajia. Bwana asifiwe. Ambia jirani yako, I serve a God who can give more than you need and more than I need. Bwana asifiwe. Ukiangalia kitabu cha Zaburi, Psalms chapter 23, utaona mtumishi wa Mungu Daudi anaanza vizuri kusema kwamba Mungu ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na chochote. Na anaruka pale mstari wa 5, anasema verse 5b, anasema kwamba amenipaka mafuta kichwa changu na kikombe changu kimejaa na kufurika. Bwana asifiwe. Daudi anasema kwamba Bwana yu mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu wakati hata mmoja. Japo kuwa mambo yanaweza kuwa ni magumu, lakini hakuna wakati hata mmoja, wakati ambapo nitamtumania Mungu kama mchungaji wangu, hakuna wakati ambapo nitapungukiwa na kitu hata kimoja. Bwana asifiwe. Na anasema kwamba amenipaka mafuta katika kichwa changu na kikombe changu kimejaa mpaka kimefurika. So God provided to David more than what David was expecting. Daudi labda alikuwa anataka kikombe ambacho kinaweza kumsustain, kikombe ambacho kitaridhisha mahitaji yake, kikombe ambacho kitakimu kiu yake, lakini Mungu akamsurprise.
Mungu akampatia kikombe ambacho kimejaa na kikombe ambacho kimefurika. Bwana Yesu asifiwe. Akazidishia mahitaji ya Daudi. Bwana Yesu asifiwe. This is a wonderful God that we serve. And we need to understand the God that we serve. And who is this God? And how we relate with this God. Daudi akaelewa siri ya kwamba ni nani huyu Mungu ambaye nina uhusiano na yeye. Ni Mungu yupi huyu ambaye ninayemtumikia? Ni Mungu ambaye anaweza akafanya yepi katika maisha yangu. Huyu Mungu ndiye mchungaji wangu. Sitawahi kosa hapa kupungukiwa na kitu. Amenipaka mafuta katika kichwa changu na kikombe changu cha mahitaji kimejaa na kwamba kimezidi. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwamba Daudi amepata mengi kuliko yale ambayo alikuwa anakusudia. Labda alikusudia kuwa na afya njema, Mungu akampa afya na afya zaidi. Mungu alikuwa anataka ushindi, Mungu akampa ushindi na ushindi zaidi. Kwa sababu ni Mungu ambaye anaweza kupatia zaidi ya yale ambayo unatarajia. Bwana Yesu asifiwe. You only need to understand who you are in this kingdom. Unaweza ukakaa ukaona ni kana kwamba Mungu amekusahau. Ni kama Mungu hatembei nawe. Ni kama hauko katika mpango wa Bwana. Lakini ukweli ni kwamba Mungu yuko pamoja nawe, almuradi wewe uko katika mpango wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na ni kana kwamba unamwamini huyu Mungu ambaye unamtumikia, Mungu atakuwa mwaminifu na mwaminifu zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia katika Biblia, hakuna upungufu hata mmoja wa kudhihirisha kwamba Mungu anaweza akakupatia zaidi ya yale ambayo unatarajia. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia katika kitabu cha Mathayo kifungu cha 14. Bwana Yesu asifiwe. In the book of Matthew chapter 14 and verse 16 downwards. Ilikuwa ni wakati Mungu alikuwa nafundisha wanafunzi wake. Na makutano ya watu yakawa ni mengi. Na inafika wakati ambapo wanafunzi wa Mungu wanashangaa. Imefika late, masaa yamesonga, imekuwa jioni, sisi wenyewe tuko na njaa, almuradi hao wengine. Bwana Yesu asifiwe. Makutano ni mengi na wote wako na njaa. Wanafunzi wako na njaa, wanashindwa tufanye namna gani? Na Yesu anauliza, kuna nini ambacho tunaweza tukapatia hao watu? Wanafunzi wanasema, Bwana, tuachilie hao watu warudi nyumbani wakajisoti. Mahali ambapo tupo sioni kama tunaweza tukawasaidia. Wacha tuwape nafasi wakatafuta chakula kivyao. Na katikati yao kukawa na kijana mmoja ambaye alikuwa na mikate 5 na samaki 2. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiangalia kwa hesabu ya wanadamu, hizo ni vitu hata ukuwa nazo katika wingi wa watu, hata uwezi ukasema kama uko nazo. Kwa sababu labda hata unaweza ukaangushwa wazichukue. Wengine wanatema mahali umeweka waziibe. Wengine wako na nia ambao ni tofauti. Lakini katika hesabu ya Bwana, Yesu anaangalia akaona hii mikate 5 na samaki 2, kwa sababu mimi ni Mungu na baba yangu Mungu ako na uwezo wa kufanya mambo tofauti kinyume na vile wanafunzi na watu wanaelewa. Wacha nidhihirishe kwamba hao wanafunzi, japo kuwa nimetembea na wao katika hii safari, kuna kitu bado hawajaelewa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wanafunzi wa Yesu wametembea na yeye, lakini hawaelewi kwamba Mungu anayemtumikia ni Mungu wa aina gani. It's a God who can satisfy your needs. Despite the position that you are in, despite the location that you are in, despite the position that you are in, despite any situation that can never be understood by a human being, it's a God who can do exceedingly and abundantly wonderful things. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akachukua mikate na samaki, akaibariki. Mikate ikaongezeka, wanafunzi wa Yesu wakawaambia watu, wakakula mpaka wakabakisha. Bwana Yesu asifiwe. Najua katika macho ya wanadamu haingewezekana. Labda walijiuliza hii imekuwa namna gani?
lakini wakakosa kushindwa, that they are walking with a God who can satisfy their needs and God who can provide more than they desire. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni Mungu ambaye anaweza kukupatia kile ambacho unahitaji na akuzidishie, kudhihirisha kwamba ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunakaa wakati ambapo tunasikia mioyo yetu iko chini. We are frustrated by things. We are trying to work things out, way out and in. They are not adding up. Tunaomba, vitu bado hazichange. Tuna consult marafiki, things are not working. Tunaomba ushauri, things are not changing. But we forget one person. This is God that we serve. Bwana Yesu asifiwe. We fail to understand that in our shortage, God can make abundance out of it. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akabadilisha hali katika jangwa. Watu wote ambao walihudhuria huo mkutano wakakula, wakashiba na wakabakisha. Bwana Yesu asifiwe. Because it's God who can supply more than you need. Bwana Yesu asifiwe. Ni kipi ambacho unasikia? Ni kwamba katika uwezo wako umeng'ang'ana, imeshindikana. Umejaribu, haiendi. Umeomba ushauri, haisongi. Wale ambao unaenda kuongea na wao, badala ya kutia nguvu, wanakuvunja moyo. Wanakwambia hata hivi, hata sisi wakati mmoja tulikuwa katika hii hali, tulijaribu, haikuwezekana. Bwana Yesu asifiwe. Badala ya kukutia moyo, wanakuvunja moyo. Kwa sababu kwao ilishindikana, wanaona kwako haiwezekani. Wanashindwa kuelewa kwamba kuna Mungu ambaye anaweza akabadilisha kila hali. Bwana Yesu asifiwe. Tunaangalia katika Biblia, unaangalia katika kitabu cha Wafalme wa kwanza kifungu cha 3. Bwana Yesu asifiwe. Hapa ni mahali ambapo mtumishi wa Mungu Sulemani aliulizwa na Mungu, unataka nikupe nini? Bwana Yesu asifiwe. Na si kana kwamba Mungu hangeweza kutendea Sulemani yote ambayo angehitaji kama mfalme wakati ule. Lakini Mungu anamuuliza Sulemani, unataka nikupe nini? Na Sulemani akiwa ameongozwa na Roho akasema, nataka unipe hekima. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu akiwa juu mbinguni akaangalia akaona Sulemani hajaitisha mali. That's what the Bible says in the first King chapter 3 verse 10 downwards. Mungu akaangalia akaona Sulemani hajaitisha mali, hajaitisha utajiri, hajaitisha maisha marefu, ameitisha hekima ili akaweze kuongoza watu wangu. Bwana Yesu asifiwe. Na baada ya Mungu kuona hekima ama maarifa ambao Sulemani ametumia, Mungu akaamua kwamba atampa Sulemani zaidi ya yale ambayo ameitisha. Bwana Yesu asifiwe. Umeitisha hekima Sulemani, hekima nitakupa kwa sababu niko nayo. Zaidi ya hayo nitakupa mali Sulemani, nitakupa utajiri Sulemani, nitakupa chochote, hata heshima ambayo unahitaji kwa ajili ya kuongoza watu wangu. Bwana Yesu asifiwe. Akawa ni Mungu ambaye alimpatia Sulemani zaidi ya yale Sulemani alikuwa ameitisha. Bwana Yesu asifiwe. We are in business, some of us. Others are in employment. Others are in colleges. Others are doing different things. Na katika your position, unajaribu kuomba Mungu afanye jambo katika ile hali ambayo uko. Kama ni biashara, unaomba Mungu aipanue, aongeze mapato yako, aendelee kufanya mambo makuu katika biashara yako. Kama ni kazi, unataka upate promotion, unataka uongezewe mshahara, unataka upatiwe cheo na vitu mingi. Kama ni masomo, unaomba Mungu upite vizuri, baada ya kupita uende upate kazi, baada ya kupata kazi uende ununue gari nzuri ama ufanye mambo mengine. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu na yeye ukiwa katika mpango wake,
Ni Mungu ambaye hata kulet down. Ni Mungu ambaye atakupatia zaidi ya kile ambacho unaitisha. Because sio kile tu ambacho unaitisha ambacho ako na uwezo wa kukupatia. Ako na zaidi ya kukupatia mpaka kile ambacho haujaitisha au mradi utakitumia kwa njia ambayo inastahili. Bwana Yesu asifiwe. The problem is with us is that tunaomba Mungu vitu ilhali hizi vitu haziko kwa mpango ya Mungu. Hata Mungu akitupatia, anaona katika dhamira zetu ni kwamba hatutazitumia kwa ile njia ambayo inastahili. Hatutazitumia kwa kumpatia sifa. Hatutazitumia kwa kumtukuza, bali tunataka kuzitumia kwa nafsi zetu sisi wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaomba na saa zingine hazikuji kwa sababu nia na malengo ambayo tuko nayo sio mazuri, ni mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Katika ujana wangu, wakati ambapo niliokoka, nikaambia Mungu, you know when you are young, when you are mingling na unaona sasa unaweza ukajipanga, kaambia Mungu, nataka Mungu unipatie bibi ambaye ataweza kusaidia kusimama kwa wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bibi ambaye hata kuja kunirudisha nyuma because I'm new in salvation. Mungu tafadhali nipatie mtu ambaye anaweza akasimama na mimi katika wokovu, tusebei safari pamoja, kwa sababu kama ni kukula happy, nimekula imetosha. Sasa niko sawa. Ya maisha nimeponda, nafikiri sasa niwe sawa. Kama nimelipa, nimepanda, nitayamupa, nimeshuka. Hiyo inatosha. Mungu nisaidie kudumu katika wokovu sasa. Je, kunisaidia kunipatia Mungu ambaye anaweza akadumu na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Mungu akawa mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Akawa mwaminifu, akanipa mke ambaye ameokoka. Akanipa zaidi ya hapo, akaniambia si mwenye ameokoka peke yake, bado nitakupatia mwenye ni mrembo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akawa mwaminifu. Amen. Si mwenye ameokoka peke yake, bali nitakupatia jamii ambayo ni nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akawa mwaminifu zaidi, na haya yote akanipa. Na hivyo ndivyo Mungu alivyo kwa wana wake. As long as you remain faithful to God, whatever it is that you seek from God, whatever it is that you ask from God, that's exactly what God is going to give you. And to a surprise, Mungu atakuzidishia hata yale ambayo haukuitisha na kupatia yale ambayo yanafaa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ni Mungu ambaye anataka kudhihirisha kweli anaketi katika kiti cha enzi. Bwana Yesu asifiwe. Biblia katika kitabu cha Mathayo inatuambia kifungu cha 7, seek and you shall find. Bwana Yesu asifiwe. Knock and it shall be opened. Bwana Yesu asifiwe. And pray and you shall get. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo chini inauliza, ni mzazi yupi ambaye mtoto wake anaweza akamuitisha mkate ampatie nyoka? Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu anatuangalia, anashangaa na sisi, anashindwa, hawa watoto wangu kwani hawaelewi mimi ndio baba yao? Ni kipi ambacho hawajaitisha nikakosa kuwapatia? Ni kipi ambacho hawajaishisha kwa mpango mzuri nikakosa kuwapatia? Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao wanataka jamii nzuri ni hawajaitisha nikakosa kuwapea. Wanaotaka kazi na biashara mzuri, siwaitishe tu kwa nia na lengo mzuri, wala nikiwapatia. Wanaotaka mavazi mazuri, siwaitishe tu kwa nia na malengo mazuri, wala nikiwapatia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ni Mungu ambaye anaweza akafanya zaidi ya yale ambayo tunaangalia kama wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Tusikae ni kana kwamba ni watu ambao hawaelewi uhusiano wetu na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunamtumikia Mungu wa ajabu. Tunamtumikia Mungu mkuu. Huyu Mungu ndiye ambaye aliumba nchi na mbingu, na akaweka Adamu na Eva pale katika ile shamba. Bwana Yesu asifiwe. Na katika kitabu cha Mwanzo kifungu cha 2 inasema, na ile shamba ilikuwa na vitu zote nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Shamba ilikuwa na vitu zote nzuri
ambazo mwanadamu angehitaji, ambazo mwanadamu angetamani, ambazo zingedhihirisha mahitaji ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ni katika unyonge na udhaifu wetu ambapo huwa tunazikosa zile vitu. We put God into limitation. Bwana Yesu asifiwe. We put God into limitation. Kwamba tunaona ni kwamba kuna vitu zingine ambazo Mungu aweza akafanya katika maisha yetu. Tunaona kwamba tuko chini sana, ni kwamba tukitisha Mungu kitu fulani, ni kwamba hatuwezi tukafikia hiyo lengo, hiyo ngazi. Bwana Yesu asifiwe. Unataka kuinuliwa kiwango fulani, lakini unashangaa, hata nikiomba Mungu itawezekanaje? Nitafika hapo namna gani? Itawezekana kweli? We are even doubting ourselves. And this pushes to doubting even the God that we serve. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu anatuangalia, anashangaa. Tuna doubt ourselves. We are doubting God. Itakuwa namna gani? If we want to live an exceptional life, a life that will give glory to God, a life that will give a testimony of the living God, then we have to give God a chance to operate in our life. Bwana Yesu asifiwe. Tupatie Mungu nafasi kutenda kazi katika maisha yetu. Tupatie Mungu nafasi kudhihirisha yeye ni nani. Tupatie Mungu nafasi kuoperate katika maisha zetu. Bwana Yesu asifiwe. Na tutaona vile Mungu ambavyo atatenda. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia Biblia, wakati ambapo Yesu alifufuka, baada ya Yesu kufufuka, akamtokelezea Peter, na Peter akawaambia wanafunzi wake, tunaenda kuteka samaki. Bwana Yesu asifiwe. Na baada ya Peter kwenda kuteka samaki, usiku mzima akawa hajapata chochote. Japo kuwa Peter alikuwa na ujuzi wa kuteka samaki. He had that experience. He had knowledge. Na mahali ambapo alienda kutafuta samaki ni mahali ambapo alikuwa anapajua, na anapajua vizuri sana. Kwa sababu hapo ndipo mahali alikuwa kila wakati anaenda kutafuta samaki. Lakini for a whole night hakupata chochote, kwa sababu Peter hakumhusisha Mungu katika kazi yake ya kwenda kuteka samaki. Alienda on his own. Bwana Yesu asifiwe. Na akakosa kitu usiku mzima. Na Biblia inasema in the morning Yesu akamtokelezea Peter. Akamuuliza, Peter, umepata ngapi? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Peter ameenda na ujuaji wake. We want to operate na ujuaji. Tunataka kutumia maarifa yetu, tunataka kutumia ujuzi wetu, tunataka kutumia relationships zetu, tunataka kusema I'm connected to so and so I am in a position to get this. But that's not how heavens operate. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya usiku mzima Peter hakosa kitu, lakini asubuhi wakati Yesu alimtokelezea akamuuliza, Peter, umepata ngapi? Peter hakuwa na chochote cha kuonyesha. Ujuzi wake ukashindikana whole night. Maarifa yake ikashindikana whole night. Lakini hapo ndipo ambapo kila wakati alikuwa. Na Yesu akamwambia, throw your net on the right side. Bwana Yesu asifiwe. Understand these words. Right. It has two meaning. Right means upande wa kuume, na right means kuwa mahali ambapo panastahili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So it means Peter alikuwa amesimama mahali ambapo hapakuwa panafaa. Bwana Yesu asifiwe. Ameenda kuteka, lakini mahali ambapo amesimama hawezi akapata kitu, because he is in the wrong position. Which position are we? Which position are you? What is your relationship with God? Bwana Yesu asifiwe. Lakini baada ya Yesu kumwambia Peter, throw your net at the right, Peter akapata samaki kiwango zaidi
hata yeye mwenyewe alikuwa anashindwa kuzitoa kwa mto. Bwana Yesu asifiwe. God provided to Peter more than enough. He gave Peter what Peter desired, and he gave him more than what he desired. Bwana Yesu asifiwe. Akampa samaki wengi zaidi kiwango kile ambacho angeweza kuvua. Bwana Yesu asifiwe. Because these are God who operates on a different principle. These are God who operates in a different dimension. These are God who does not operate on a human understanding. These are God who operates differently in the human in our life. Bwana Yesu asifiwe. Akapata zaidi kuliko kile ambacho angedhamiri kwamba alikuwa anataka kupata. Mungu si kana kwamba hawezi akatupa kitu, lakini anatuuliza, and who are you? Biblia inasema kwamba tutafute ufalme wa Bwana kwanza na mengine atatuzidishia. Bwana Yesu asifiwe. Ufalme wa Mungu tumepata. Tukishapata ufalme wa Mungu kwanza, mengine yale ambayo tunasikia ni kama mahitaji makubwa, mengine yale ambayo tumeng'ang'ana kwa miaka kupata, mengine yale ambayo tumeyatafuta na tunaona ni kwamba tumeshindwa, Mungu ako na uwezo wa kutupatia. Bwana Yesu asifiwe. Maadamu tufafute ufalme wake kwanza. Thank you pastor for that verse. Tutafute tu Mungu maadamu anapatikana. Tukishampata tu, yale mengine atatuzidishia. Bwana Yesu asifiwe. He will provide to us more than we desire, because it's a God who can give more than enough. Bwana Yesu asifiwe. Kukawa katika familia moja, kila wakati walipokuwa wanaenda shambani hawakuwa wanapata mavuno. Bwana Yesu asifiwe. Kila wakati walipokuwa wanaenda kupalilia shamba na mvua inanyesha, ni kwamba hawakuwa wanapata chochote. Na wanashangaa ni vipi, kwa sababu kwa jirani mavuno ni mengi, lakini kwetu japo kwa tunatia bidii kama wale wengine, sisi hatupati chochote. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nao wakiangalia wanaona ni kwamba hao jirani wetu ni watu wacha Mungu. Hao jirani wetu kila wakati hawakosi ibada. Hao jirani wetu kila wakati tunasikia wameenda ushirika. Hao jirani wetu kila wakati tunasikia kwao kuna maombi, lakini kwetu kila wakati sisi tuko na shughuli tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu anaangalia, anaona nyinyi mko na shughuli zenu za kitofauti, mnajaribu kujikimu kimaisha kulingana na ujuaji wenu. Mnang'ang'ana kwa sababu mnaona ni kama kwamba mnaweza mkafanya mambo yenu na mkafaulu. Na Mungu anataka kuapprove with a small thing. Mvua mnapata sawia, shamba mko nayo, si kana kwamba hamwendi shambani, mnaenda mnafanya kama wale wengine, lakini mavuno hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Because you want to operate on your own principles. You want to operate on an agricultural principle. You want to operate on how you are taught. Lakini mimi hamunihusishi chochote katika mambo yenu. Bwana Yesu asifiwe. So God wanted to prove to them that anything else can be given to you, but there one thing that you need to have. You need to have a good relationship with God. Bwana Yesu asifiwe. Na ukipata hayo, Mungu atakupatia zaidi ya yale ambayo unatamani katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Najua kila mtu ako na mpango wake wa maisha. Unasema mimi najipanga hivi katika maisha yangu, nimeweka hii mikakati katika maisha yangu, nimeandaa haya katika maisha yangu, na naamini nikifanikisha 1, 2, 3 ni kwamba mambo yangu yataenda kuwa sawa. Bwana Yesu asifiwe. And sometimes you do all those and you find yourself that nothing has moved. You are still in the same position. Hata saa nyingine labda umerudi nyuma, kwa sababu kama ni investment, you have
drained your capital, what you intended to do, zimeingia pale, zimezama. Tena hakuna mazao, hakuna matokeo. Kwa sababu what you are trying to do is not in the plan of God. It's in your plan alone. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu anatuangalia, anashangaa how we are going to make it on our own, tukikosa kumhusisha. Bwana Yesu asifiwe. Kukawa na mwanamke mmoja katika Biblia. Ukiangalia katika kitabu cha Wafalme wa Pili kifungu cha 4 mstari wa kwanza kutoka kwenda mstari wa 7. 2 King verse 4:1-7. Biblia inaelezea ni kwamba ni mwanamke ambaye alikuwa mjane, bwana wake alikuwa amefariki. Na inaonekana huyu bwana wake akifariki alikuwa na madeni mengi. Na Biblia inasema kwamba wale ambao bwana wake alikuwa amewakopa pesa, wakawa wanakuja kwa huyu mama kumsumbua sana ili awalipe, lakini huyu mama hana chochote, ako tu na vijana wawili peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Na wanataka kuchukua hawa vijana wawili wakawafanye watumwa. Na siku moja mtumishi wa Bwana akapitia kwa ile nyumba, na baada ya kupitia kwa ile nyumba akaona yale mafadhaiko yako katika hiyo jamii, akaona yale mashida yako katika hiyo jamii, akaona yale shida huyu mwanamke anapitia. Na Mungu kwa njia ya kipekee akafanya kazi kupitia kwa mtumishi wake. Akauliza huyo mwanamke, uko na nini kwa nyumba? Akamwambia, niko na mkebe wa mafuta. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia, nenda ulete mkebe wa mafuta. Akaunenea neno. The servant of God spoke a word. Na akamwambia, nenda ulete mikebe zingine ambazo uko nazo. Akaleta mikebe kadri ya uwezo wake. Na jinsi alivyokuwa analeta, ndivyo hizo mikebe zilikuwa zinajaa mafuta. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu akatenda muujiza kwa huyu mwanamke. Mwanamke ambaye alikuwa na madeni chungu mzima, mwanamke ambaye alikuwa na mafadhaiko, mwanamke ambaye alikuwa sasa anashindwa, sasa nianze wapi, nimalizie wapi, akapata rasilimali ambaye angeweza kuuza, alipe madeni na abakishe ingine ya kukimu jamii. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akafanya jambo ambalo watu hawangeelewa. Akaweza kulipa madeni ya huyu mwanamke, kama vile ambavyo anaweza akalipa deni yangu na wewe, deni ambazo zimetusukuma kwa muda mrefu. Saa zingine hata labda uko na deni, ukiona mtu amepiga simu unaweka silent, ama unafinya hii ya red mpaka inazimika. Bwana Yesu asifiwe. Kuna rafiki yangu ukifanya kazi mahali pengine, tulikuwa na a very stubborn boss ambaye unajua yule boss ambaye akikupigia simu ukiwa umesimama hapa, huwezi chukua ukiwa hapa, lazima usonge. Unaona kama kwenye unasonga ndio safe. Tulikuwa na boss kama huyo. So tukawa tumeenda team building mahali, na the boss was not with us so that we can have a wonderful time, tuwe free, kwa sababu akiwa kutakuwa na tension hata kama hatuko kazini. So huyu rafiki, sisi sote tukawa tumezima simu, huyo peke yake akawa ndiye hajazima simu kwa sababu hataki kupigiwa simu. Boss akapiga simu zetu ziko mteja. Bahati mzuri akapata huyo rafiki. So tulikuwa tumekaa karibu na yeye. Nikaona simu ameweka tu kwa meza. Unajua alikuwa Mjaluo, Aluo. Hawakangi simu kwa mfuko because haitatoshea. Anaweka chini kwa meza kila mtu aione. So wakati aliweka kwa meza ilikuwa BlackBerry. Boss akawa anapiga simu, naona simu inaitana. This guy hapo anataka kuchukua simu kwa sababu alikuwa akichukua simu siku yake itaharibika kutoka saa hiyo. So vile alifanya, alishika hii ya red. Na akafinya, simu ikakatika,
akafinya mpaka ikazima na akajifanya atafanya kitu. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni mwanadamu. That's what we can do sometimes. Wakati ambapo tunasikia hali hazituruhusu, mambo yametufinya zaidi, mambo yametukimbiza. We have a God who can do exceedingly, abundantly, beyond our expectation. Bwana Yesu asifiwe. Ni Mungu ambaye anaweza akatutoa katika zile shida ambazo tunapitia, shida ambazo zimetukumba kwa muda mrefu, shida ambazo zimetusonga kwa muda mrefu. Bwana Yesu asifiwe. Ni Mungu wa ajabu. We only need to trust unto him. We only need to understand who he is. We only need to understand what he can give unto us. We only need to understand where he sits. Bwana Yesu asifiwe. God will never let his people down. God will never abandon his people. God will never frustrate us. Daudi akaangalia akasema, Bwana wewe ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu siku hata moja, na zaidi ya hayo umenijazia kikombe changu mpaka kimefurika na kinamwagika. Bwana Yesu asifiwe. Kule Ukambani ukisikia wakisoma hiyo verse utatamani kuisikiza tena, kwa sababu wanasema kikombe chako ni chusie na nikiendea na kuitikanga. Bwana Yesu asifiwe. Niko zaidi ya kile ambacho nilikuwa nataka, kwa sababu sio kujaa tu peke yake, sio kuridhika peke yake. Nimeridhika na niko na amani, nimeridhika na niko na furaha, nimeridhika na niko na kile ambacho nahitaji katika maisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya ukuu wa Bwana, kwa sababu ya heshima ya Bwana, kwa sababu namtumikia Mungu wa ajabu. Bwana Yesu asifiwe. This is the God that we serve, a wonderful God, that if only you trust unto him, if only you surrender unto him, if only you remain faithful unto him, the God will surprise you. Bwana Yesu asifiwe. It doesn't matter which time, it doesn't matter how long it takes, it doesn't matter the situation. God will do it more and more than you can think as a human being. Bwana Yesu asifiwe. Katika kitabu cha Filipi kifungu cha 4, Biblia inasema, God, my God, will meet all your needs according to his riches in glory. Bwana Yesu asifiwe. Paulo akiwaandikia kanisa la Wafilipi akataka kuwatia moyo, akataka kuwaelezea huyu ni Mungu aina gani, akataka kuwaambia jinsi Mungu alivyo mkuu, jinsi Mungu alivyo mwaminifu, jinsi Mungu anaweza akawapatia zidi ya yale ambayo wanahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Akawaambia kwamba my God will meet the desires of your heart. Bwana Yesu asifiwe. We have different desires in our heart. Kuna wale ambao hawajaolewa, their desires is to get a family like mine. Bwana Yesu asifiwe. Na zaidi kuliko yangu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wale hawana kazi, their desires is to get a good job. Kuna wale wako katika huduma, their desires is to be uplifted in ministry. Kuna wale ambao wako katika hali tofauti, they have different desires. Paulo akawaambia wana wa Filipi, my God who dwells in heaven, the God that I serve, the God that I trust in, the God who is the creator and the sustainer, will satisfy your desires, the desires that you have in your heart, according to his riches in glory. Bwana Yesu asifiwe. Not according to your knowledge, because your knowledge is limited. Not according to who you know, because you know very little people. Not according to who you associate with, because who you associate with at one time watakufrustrate. But my God who dwells in heaven will satisfy your need according to his riches in glory. Bwana Yesu asifiwe. Akawa ni Mungu wa kitofauti, Mungu ambaye
hata wa let down. Mungu ambaye hapungukiwi. Najua kuna mtu ambaye anajiuliza, who is this God that we are talking about? Kwa sababu haya yote ambayo mnasema bado mimi sijayaona, bado mimi sija experience, bado mimi nayatazimia, kwani yatakuwa vipi? Lakini kwa muda ambao unastahili, kwa muda ambao hautaenda sana, kwa muda ambao unafaa, Mungu ataenda kudhihirisha ni Mungu wa aina gani. Bwana Yesu asifiwe. Ni Mungu ambaye haachi wana wake katika hali yoyote. Biblia inasema kwamba hata tuacha katika majaribu ambayo hatuwezi kuyashinda. Bwana Yesu asifiwe. So God anaelewa ile hali ambayo tuko, na anajua ni kwamba hiyo hali unaweza ukaishinda. Hiyo hali ambayo uko unaweza ukaistahimili wakati huu. Hiyo hali ambayo uko haiwezi kukufanyia chochote, kwa sababu anataka at the end of it to prove who he is. Bwana Yesu asifiwe. It's a God who comes at the right time. It's a God who does things at the appropriate time. It's a God who works in his own calendar. It's a God who manifests when he wants to manifest. Bwana Yesu asifiwe. Unakaa maadui mpaka wamekucheka. Kila siku unaamka unaenda kanisani, wakiangalia hali yako ni ile ile, miaka nenda miaka rudi, na unasema bado namtumainia Mungu, bado nimeokoka, bado naenda mbinguni, bado namngojea Mungu, naamini Mungu atanitendea. Wakiangalia wanashindwa na huyo Mungu. Huyo Mungu kwani alikuwa anauzwa Nakumatt na ikaboromoka kabla hujanunua? Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo unaweza elezea mtu anajiuliza maswali. Nakumatt iliboromoka na bado Mungu wako huko umeenda kununua. Nakipata. So it's a God who does the right thing at the right time. We may not understand as human beings. We may not put it into our thought, because he will work in an exceptional way. He will work in a way that nobody will understand. Biblia kitabu cha Wakorintho wa kwanza kifungu cha 2. Wakorintho wa kwanza kifungu cha 2 mstari wa 9 ukiendelea, Biblia inasema kwamba what God has planned for his people who love him is more than what eyes have ever seen. Bwana Yesu asifiwe. Yale Mungu ameandaa kwa wana wake, kwa wale ambao wanampenda na yeye anawapenda, ni zaidi ya yale ambao wanadamu wameshaiona na macho yao. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wale ambao tunaweza sema tumeona mambo makuu, tumeona mambo makubwa, tumeshuhudia mambo ya kitofauti, lakini Biblia inatuambia bado yale ambao umeona hayo ni bado. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu yale Mungu ameandaa na kuweka kwa wana wake ambao anawapenda ni zaidi ya yale mwanadamu ameshaiona. Ni kipi ambacho katika maisha yako umeshaiona ukasema hakika hiki ningepata, ningeshukuru Mungu, hiki ningepata ndicho ambacho nimekuwa nikililia Mungu nipate? Lakini Biblia inatuambia hicho ambacho uliona kiko bado. Mungu ameandaa na kuweka makubwa kwa wana wake. Wanadamu hawajaiona, wanadamu hata mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Si kuona tu peke yake ambako hatujaiona, hata masikio yetu hajaisikia. Kwa sababu wengine kama sisi
tunasikianga huko ng'ambo ati hakuna vumbi, hatujaienda, hatujui. Tumezoea vumbi ya Kitengela. Tunaambiwa tu, naambiwa huko ng'ambo ukiwa mgonjwa daktari anakuja kwako, na huku ukiwa mgonjwa hata kuja kwako, hata labda ukienda hautampata, itabidi labda umkimbize. Ona sasa sio. Kuna rafiki yangu wakati mwingine akawa na deni yangu na tukafuatana sana kwa muda mrefu. Kila wakati tukikutana ananipatia ahadi ya uongo. Nikimpigia simu hashiki, na kwa na deni yangu. Nikienda kazini pake simpati. Basi siku moja nikashindwa, hasa huyu jamaa nitamfanyia namna gani? Kwa bahati nzuri ama mbaya, siku moja tukakutana kwa barabara. Kaniambia, saa hii sina pesa, lakini ikifika jioni nitatafuta pesa hapo nitakupatia. Nikamwambia, leo siyuko busy. Leo siku anaenda mahali. Kabla ifike hiyo jioni, tunaweza kuwa tu na wewe. Bahali utakuwa tu hapa. Si utapata tu hii jioni. Hii jioni. Leo siyuko busy. Tangoja mpaka jioni. Tutatembea tu. So tukaanza kutembea. Kafika mahali sasa ikawa sio kutembea, na mkimbiza. Sasa na mkimbiza sasa. Hii maisha saidi. Mungu atusaidie. Sasa badala ya kwenda kutafuta pesa inakuwa sawa, nimkimbize tukatafute pesa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu I'm dealing with a human being. Najua nikimwacha afadhali nimkimbize tufike usiku. Akishanilipa ni hivyo. Lakini Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni wa ajabu. Hayuko kama mwanadamu. Akiahidi atatenda. Akiahidi atatenda, na atatenda wakati ambao unastahili, wakati ambao unafaa, wakati ambapo anaona this is the right time to do this thing. Bwana Yesu asifiwe. We are frustrated as human beings, and we are frustrated by our fellow human beings because they are human anyway. They can do anything unto us, but God is different. God will give us not only what we deserve, but more than what we deserve. God will prove unto us that He is not only provider unto our life, He is more than a provider unto our life. But necessary. God is the exceptional God. Ni Mungu ambaye hawezi ukamlinganisha na yeyote. Biblia inasema, ikasema hapo kwenye kwa tunasoma ni kwamba hata sikio haijawahi kusikia yale ambao huwa tunasikia na watu, yale Mungu ambaye ameandaa kwetu ni zaidi ya hayo ambayo tunasikia. Mtu anakuambia nilitembea nikatoka hii town nikaenda hii, nikatoka hapo nikaenda kwa ile, especially ukikutana na Mjaluo yawa my brother, I'm just jetted in from Ethiopia. I was just from California, you know those places. Yeah.
You have never gone to places. Unakaa tu hapa Kenya. Unajua tu Kitengela. Hata South Africa hujui. So it's more than what we hear from people. It's more even that what has ever entered into our heart. Sio kuona tu peke yake. Sio kusikia tu peke yake. Ni zaidi ya yale hata tumeshai kudhania katika mioyo yetu. Tumeona, tumeambiwa, tukasikia, na tumeweka katika mawazo yetu yenye tunaambiwa yako namna gani. Lakini ile natuambia ni zaidi ya hayo. Bwana Yesu asifiwe. So it's a God who is more than what we think. More than what we conceptualize. More than what we have in picture. More than what we are told. More than what people say. Is a different God that we serve. And this is a God who can provide beyond our desires. Bwana Yesu asifiwe. Tukiendelea kumtumainia Mungu, naamini ya kwamba Mungu atadhihirisha uweza wake katika maisha yetu. Mungu atatuonyesha yeye ni nani. Amradi tu tukae katika njia sawa sawa zinazompendeza. Bwana Yesu asifiwe. Let us purpose to please this God. Let us purpose to continue working and being in His ways. Let us purpose to do what is expected of us as Christians. Bwana Yesu asifiwe. Na tutaona Mungu akidhihirisha kwamba yeye ni Mungu na anaweza akatupatia zaidi ya zile ambazo tunahitaji. Bwana Yesu asifiwe. It's only a matter of time and God is going to prove Himself. It's only a matter of time and God is going to do beyond our expectation. It's only a matter of time and God is going to prove who He is unto our life. Bwana Yesu asifiwe. Naomba kukomea hapo. Wache tuombe. Heavenly Father, in the name of Jesus, we honor you, King of glory, and we adore you, my Redeemer. We exalt you this evening for your mercy and for your love. Thank you, Father, for giving this wonderful service, King of glory, that we have shared your word, oh my Father. I believe that this word, O King of glory, is going to build our spiritual life, O my Redeemer, and is going to do us, O good, O King of glory, in the name of Jesus. Loving Father, King of glory, for everyone who has attended at this service of my Father, I pray that you are going to satisfy the desires of their heart, my Father, beyond what they perceive, O King of glory, for you are wonderful God, O my Redeemer. We love you, King of glory, and we exalt you, my Father. Continue binding us together, O my Father, with cords of love that can never be broken by human being, O my Father, for you are Redeemer and our Savior. We exalt you this evening, my Redeemer. We exalt you, my Father and my Savior, because that who you are, my Father, in the name of Jesus. Loving Father, King of glory, satisfy the desires of our heart, my Father. Where we have lack, O King of glory, may you satisfy according to your riches and glory. For you are a Redeemer and you are satisfied, my Father. We adore King of glory. We call you Adonai.